Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amelani vikali na amechukizwa na mashambulizi yaliyofanywa na Israel huko nchini Iran. Mapema siku ya Ijumaa, jeshi la Israel la IDF lilifanya mfululizo wa mashambulizi kulenga maeneo ya kijeshi na nyuklia nchini Iran. Tehran ya kati pia ilipigwa, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akisema operesheni hiyo inalenga kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia, ambapo shambulio hilo limetokea siku mbili tu kabla ya duru ya 6 ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran yaliyopangwa kufanyika siku ya Jumapili nchini Oman. Hata hivyo, kupitia ofisi ya rais, Urusi ina wasiwasi na inalaani kuongezeka kwa mvutano mkali kati ya Israel na Iran. Na kupitia msemaji wa ikulu ya Kremlin amesema kwamba Rais Putin amechukizwa sana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel katika vinu vya nyuklia vya Iran. Hata hivyo, Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari siku ya leo Ijumaa kuwa rais wa Urusi Bwana Putin anafuatilia hali hiyo kupitia Wizara ya Ulinzi, Idara ya Ujasusi wa Mambo ya Nje na Wizara ya Mambo ya Kigeni. Rais Putin anapokea ripoti za wakati halisi juu ya matukio katika kanda, Peskov alisema. Vyombo vya habari vya Iran viliripoti kwamba makamanda kadhaa wa ngazi za juu wa Iran wameuawa, akiwemo kamanda wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Hussein Salami na naibu mkuu wa majeshi Gholam al-Rashid, na wanasayansi wasiopungua 6 wa nyuklia waliuawa katika mashambulizi hayo. Hata hivyo, kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel, shirika la habari la serikali la RNI Tehran limesema kwamba wakati huu viongozi mbalimbali wamesema kwamba lazima walipize kisasi kutokana na kile kilichofanywa na Iran. Iran imerusha ndege zisizokuwa na rubani zaidi ya 100 huko nchini Israel, na hili pia linaonyesha hofu kwamba hali katika Mashariki ya Kati itakuwa ni ngumu sana. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, Tehran imeomba mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kufuatia mashambulizi ya anga katika ardhi yake ambayo ilielezea kama uchokozi wa wazi wa Israel. Jeshi la Iran hapo awali lilionya kwamba Israel itapata somo chungu sana na linamgoja Netanyahu. Hii ni kauli iliyotolewa na kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei siku ya leo Ijumaa asubuhi kwamba Israel inapaswa kutarajia adhabu kali. Na kutokana na hali ya usalama inayozidi kuzorota, ubalozi wa Urusi mjini Tel Aviv umewashauri raia wa Urusi kujiepusha na safari hadi Israel na kuwataka wale ambao tayari wako nchini huko kukaa katika makazi yao ama kurejea nyumbani haraka iwezekanavyo. Urusi kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni pia imelaani mashambulizi hayo dhidi ya Iran na imeonya operesheni hiyo inaweza kusababisha hatari katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Wizara ya mambo ya kigeni ya Urusi imesema shambulio hilo limekiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa. Tunalaani vikali vitendo vya vurugu vilivyofanywa na Israel, Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilisema katika taarifa yake. Mashambulizi hayo yalisababishwa dhidi ya nchi huru mwanachama wa Umoja wa Mataifa na raia wake. Miji iliyolala yenye amani na miundombinu ya nishati ya nyuklia haikubaliki kabisa, Urusi inasema. Wizara hiyo pia imebainisha kuwa muda wa mashambulizi hayo katikati ya kikao cha bodi ya magavana ya wakala wa nishati ya atomiki ya IAEA na kabla ya duru nyingine ya mazungumzo ya nyuklia unaongeza wasiwasi kwa hali hiyo. Imeongeza kuwa Moscow inafuatilia kwa karibu hatua za IAEA kuhusu hali hiyo, ikibainisha kuwa wafanyakazi wa shirika hilo pia wamejikuta chini ya moto wa Israel pamoja na raia wa Iran. Urusi inatarajia shirika hilo kutoa tathmini ya hali hiyo na kuchambua matokeo ya radiolojia ya mashambulio ya Israel kwenye vituo vya nyuklia vya Iran. Wizara hiyo imekiri kwamba Moscow haioni suluhu ya kijeshi kwa suala la nyuklia la Iran, ikisisitiza kwamba linaweza kupatikana tu kwa njia ya amani za kisiasa na diplomasia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi ya ulimwengu.